wewe mwanamke, kwa nini unaifuatilia familia yangu? We mtoto, unamwambia nani maneno hayo? Nakwambia wewe. Sasa nakupatia onyo. Kaa mbali na familia yangu. Acha kumfuatilia baba yangu. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mama Amanda, ina maana umeninunia mpaka sasa hivi? Mbona kwa hivyo? Kila kitu ambacho nimekuelezea ni cha ukweli. Mimi siwezi nikawa na mwanamke yoyote tofauti na wewe. Nielewe basi. Nikuelewe nini? Nini kirahisi tu? Huwezi ukawa na mwanamke mwingine tofauti na mimi. Na yule? Au mimi nimeona vibaya yule ni mwanaume? Yaani zile picha ni mchongo tu. Mimi siwezi kutembea na mtu kama yule. Nampeleka wapi? Umejuaje kama ni mchongo? Nyie, mtoto wenu yuko wapi? Wewe nini? Aniponyeshe macho yangu. Juzi alinimwagia mchanga, alafu akakimbia. Nataka aniponyeshe macho yangu. Huyu bibi unajua anapenda sana shari eh? Wewe bibi, huyu Amanda amekumwagia mchanga saa ngapi? Yaani mimi mkubwa mzima nitoke nyumbani kwangu nije niwafuate hapa. Alafu wewe bibi unapenda kucheza na sisi. Yaani mtaa mzima wewe umekosa watu wa kucheza nao, familia yetu tu ndio unataka utuchezeshe makida. Kama umemwagiwa michanga kutoka huko kwako mpaka unafika hapa umefikaje? Uko unapapasa? Asa mimi mtu mzima nitoke kule nyumbani kwangu nije niwaongopee. Juzi alinimwagia mchanga alafu akakimbia. Bibi, Amanda hiyo juzi kuanzia asubuhi mpaka jioni alikuwa yuko ndani. Alikumwagia saa ngapi? Kwa hivyo kilikuwa kivuli kichoni mwagia mchanga. Wewe ni muongo bwana. Kwenda huko. Tena muongo sana. Ondoka tujue kwa kumalizia hasira zetu hapa. Nenda bana. Kumba mnijui. Nakwambia kama asiponiponyesha utachimbika bila jembe. Bana wewe nenda bana. Nenda tujue kwa kumalizia hasira zetu. Kumba mnijui. Mtanijua siku moja. Ndio umetoka huko mpaka unafika hapa. Nenda nisema kwamba mtanijua. Kama mimi hamtanijua kama bibi Kwega. Haya. Mkumbatieni mtoto wenu. Mtanijua tu. Umekuchoka bwana. Bibi naye anakera. Wewe usione na kusupport hapa. Mimi naye tujamalizana hivyo. Oho. Basi Mama Amanda, yani ndo kama nikakwambia mimi sijatembea na yule mama. Wala sio mtu wangu. Chana na mimi. Nisikilize. Tusishikane. Takuacha sasa hivi hapa. Una shida gani mjomba? Kwa hiyo hujafurahia kukutana na mimi? Unajua nimekutafuta sana, nilifika paka nyumbani. Mkeo hajakupa taarifa? Nimefurahi sana kukuona mjomba. Lakini pia asante sana kwa kunitafuta. Asante sana kwa kuonyesha unahitaji kuniona. Nashukuru. Lakini sijui kwa nini unanitafuta kwa muda huu. Mjomba, unajua wewe ni mtoto wa dada yangu kabisa. Kwa hiyo nina haki ya kujua maendeleo yako. Tuliachana kwa muda kidogo, lakini si kwamba nilikuwa sionyeshi jitihada za kukutafuta. Wewe ni familia yangu, wewe ni mtoto wa dada yangu. Kwa hiyo nina haki ya kujua maendeleo yako. Na si kitu kingine mjomba. Umenishangaza sana mjomba. Kwa hiyo baada siku zote hizo sasa hivi ndo unaona una haki ya kutaka kujua maendeleo yangu. Hapana mjomba. Nimesema siku zote nimekuwa nikijitahidi kukutafuta, lakini sikujua unaishi wapi. Imekuwa tu kama bahati. Nilikuja nyumbani nikakutana na mke wako.
Unaweza ukaniambia kwa nini unanifuta? Una kipi ambacho unataka kuniambia? Mjomba, mimi ninachohitaji ni kukusaidia na changamoto unazozipitia zote niweze kuzitatua. Sifurahii na sina amani kabisa kukuona mjomba wangu, mtoto wa dada yangu napitia wakati mgumu. Mjomba, nahitaji tupate wakati mzuri wa kuzungumza hili jambo. Ufike nyumbani kwangu basi tuweze kuongea vizuri. Angalau tuweze kuona namna ya wewe kurudi kwenye nafasi yako mjomba. Nashukuru. Asante kwa kunielewa. Nikipata hiyo nafasi nitakutafuta. Nasubiri simu yako mjomba. 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 Unacheka naye ndio adui yako. Mbona hapo bado? Kuna namna fulani nitakuwa na minya, yani mpaka ujute. Vipi? Mbona unaonekana kama uko sawa? Niambie basi, maana mimi ndo rafiki yako na ni msiri wako pia. Niambie basi, una tatizo gani? Ni kweli rafiki yangu, kuna tatizo. Ndio niambie sasa, una shida gani? Juzi nilikutana na Twizi, akanichimbia sana mikwara, lakini leo asubuhi alikuja mtoto wake na Twizi, anaitwa Amanda. Yule mtoto ni mdogo sana, lakini anaonekana anamtetea sana mama yake. Eti ananiambia nikae mbali na familia yake. Ila mimi sitojali, nitahakikisha Twizi nitampata tu. Sasa hilo ndio linakupa mawazo jamani? Umeshasema mtoto mdogo, unashindwa kuishi naye kwa akili. Ukikutana naye unamteka kwa vizawadi, anakuwa rafiki yako, alafu unakamilisha jambo lako kila idi. Kweli sasa unafeli wapi? Unavyokaa kinyonge nyonge hivi, si unajitiisha wewe, unaonekana kabisa njia ya kushindwa hiyo ndugu yangu. Mimi sijakuzoea hivyo. Aminata naye mjua mimi, akataki tamaa kila hisia. Ila kama ushauri wako na maana hivi. Ila sawa, nimekuelewa rafiki yangu. Nitahakikisha huyu mtoto nitakuwa naye karibu ili awe rafiki yangu. Baada hapo mambo yangu yaweze kutimia. Huyo ndo Aminata naye mtaka mimi. Sio huyo ambaye mawazo unanitia hasira bwana. Wewe mwenyewe unajua tumetoka mbali sana. Yaani unashindwa kumalizia mkia tu. Kweli shoga yangu? Basi sawa, nimekuelewa shoga yangu. Nitalifanyia kazi. Asante pia kwa kuzidi kunitia moyo. Ndio maana nakupenda. Usijali, tupo pamoja. Usitaki kuniambia mwanangu umemficha. Hata kama ana ujauzito wako, lakini tambua Adela anataka uangalizi wa hali ya juu. Niambie, Adela wangu yuko wapi? Hivi mama, una shida gani? Kwa sababu huyu Adela ambao unamzungumzia hapa, mimi sijawahi kuonana naye tangia natoka pale nyumbani. Na sina sababu ya kuweza kuonana na Adela. Nawezaje kumhifadhi Adela wako? Twizi, usinifanye mimi sina akili. Mimi nina akili zangu timamu, na mara ya mwisho ulikuwa naye wewe Adela. Mimi sifahamu Adela yuko wapi. Na hizo habari zako uache kuniuliza na kunifuatilia. Sitaki masuala kunisimamisha njiani. Nisikilize. Yaani katika sehemu ukinigusa ninakuwa mbogo, ni kwa mtoto wangu. Inauma Kwa hiyo
mlipokuwa mnanifanyia mimi ushenzi, hamkuwa mnafahamu kama mimi pia ni mtoto wa mtu? Wewe, nishakwambia mama, kaa mbali na maisha yangu. Nimeamua kuacha na maisha yenu. Achana na mimi. Tena ni bora Mungu anaamua kuwalipa duniani nikiwa naona washenzi wakubwa nyie. Mwisho siku zote ni fedheha, maumivu na jeraha, mengine sistahili kuyakabili, nashindwa. Namba nikifungue ngakojue. Ajifanya msanii. Sasa kama una mkolio utaachia hapo hapo. Sasa mimi nakojua hapa. Siwezi kuvumilia kuona uchafu wako. Sasa nifungue ngakojua, nikoje mjibana. Nakupa dakika 2 tu. Wewe usharudi. Nakupa dakika 2. Ingia. Vipi? Yuko wapi? Ameenda chooni mara. Ili swali linatakiwa lifanyike kwa haraka sana. Basi ngoja nicheke mara moja. Yuko wapi? Ameenda chooni. Hivyo una akili kweli wewe? Yaani nimeacha kazi alafu namruhusu mtu aende chooni? Choo gani unachozungumzia? Mbona geti liko wazi? Unazungumzia choo gani? Kwa nini mmeshindwa kuweka uangalifu kwa huyo mtoto? Azungumza wewe. Kwa nini mmeshindwa kuweka uangalifu? Utalia juu ya hili. Na wewe umefanya nini? Umefanya nini?
Niliacha maagizo gani hapa? Nazungumza na wewe, umefanya nini? Niliacha maagizo gani hapa? Lakini bosi, mimi nilikuwa kimya. Ulipaswa kusimamia hili. Nimekulipa pesa nyingi kwa ajili ya hiki kitu. Mpumbavu mmoja wewe. Hakikisha anapatikana. Nitakupunguza miguu kama hajapatikana huyu mtu. Nimesema nini? Nakuahidi nitampata na nitamleta kwako. Kazi kufuga urefu tu, pumbavu, akili ola. Nilikuwa na kutafuta sana we binti. Afadhali nimekuona. Kuna shida gani? Na mbona unanitazama hivi? Shida ipo tena kubwa sana binti. Najua wewe ndo adui namba 1 wa Adela. Sasa basi, usije ukajisahau. Adela na mama yake, na ndio mimi hapa niko hai. Sasa basi, naomba unieleze, umemficha wapi mwanangu? Hivi we mama, mbona ni mshari sana? Haya, mimi nahusika vipi na wewe Adela? Au tuna mahusiano gani baina yangu mimi na mtoto wako? Mama Amanda, usinitibue nyongo. Au ndo unaleta wivu wako? Kwa sababu unajua Adela ana mimba ya Twiz. Sina kuuliza, mbona nitolea macho? Sasa nisikilize kwa makini. Najua mtoto wangu unafahamu alipo. Namtaka mwanangu. Mama Amanda, namtaka mwanangu mchana kweupe. Nitachokuja kukufanya utonisahau maishani mwako. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Naecheka na ndio adui yako. Mjukuu wangu Amanda. Naweza kukufanya kitu chochote. Sasa basi, ili ni onyo la mwisho. Ukirudia tena, safari hii nitakupoteza. Na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Unayecheka naye ndio adui yako. Wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini. Siri zao mioyoni ni mbaya. Ha, 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 ha. Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Wanatamani tufe, wachukue mali zetu. Baya ndio tuwezi kuwafahamu kwa macho yetu.